Praise the living God. Amen. Praise the living God. Amen. Praise the living God. Amen. Kama ni wakati wa ushuhuda, si mnafurahia? Praise the living God. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa majina naitwa Mary Tom, mzaliwa wa Kisii, Kenya. Sisi tulivyo tumetoka Kenya na tuko Kenya. Praise the living God. Amen. Kwa sababu hii ministry ni international. Praise the living God. Ndio maana tumezaliwa Kenya na tumetoka Kenya. Tumekuja kushuhudia katika madhabahu haya Senior Servant David Ministries kwa yale ambayo Mungu ametutendea katika maisha yetu. Amen. Akiwa katika mkono wangu wa kushoto mwanaume ambaye ni ndugu yangu, anaweza kusemea jina. Kwa majina yangu kamili kwa wale wanaomjui ni Daniel. Praise the living God. Aliyeko kwa mkono wangu wa kulia ni mke wake, naye atajisemea jina. Mimi kwa majina naitwa Sheila. Praise the living God. Tuko hapa kwa maana yale ambayo tumeyashuhudia katika maisha yetu ni makuu. Kupitia kwa neema iliyoko kwa madhabahu haya House of Testimonies. Ilikuwa ni mwaka 2022. Nilikuwa katika birika za kutafuta mahali pale roho yangu itatulia kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo, ili yale matatizo tuliyokuwa nayo yakaweza kutatuliwa. Niliendelea kutafuta kupitia kwa uwezo na usaidizi wa dada mmoja na ndugu mmoja, ambaye dada mmoja kupitia kwa madhabahu haya ako nje ya nchi, ni mwana wa hii nyumba, ako Canada. Aliniwezesha kujua madhabahu haya. Nami wakati nilipofika nikamkuta mtumishi wa Mungu Senior Servant kwa yale ambayo alikuwa anafundisha, jinsi ambavyo alikuwa anaelekeza, nikasikia kweli roho yangu imetulia. Praise the living God. Kwa sababu aliyokuwa anafundisha ni juu ya Yesu Kristo. Wakati huo alipokuwa anatoa neno la unabii, kwa kweli alipofika karibu na mimi alisema kwamba hakuna kile ambacho ataniambia, kwa sababu kilio changu ambacho kilikuwa ni kilio cha familia yetu, ni lazima nimlete ndugu yangu hapa. Nami nikamwambia ndugu yangu hawezi fika hapa kwa sababu wakati huu ako katika ile njia ya kunitafuta ili aniue na yeye akufe. Amen. Alinitafuta mpaka wakati mmoja alienda mpaka mahali panaitwa Urembo, anatafuta mahali ninaishi. Lakini kupitia kwa mafundisho ya madhabahu haya, kupitia kwa mtumishi wake Servant David, yalinitia moyo wa upendo. Nikasema ni lazima nami nione nyumba yetu ikikombolewa, kwa sababu yeye ndiye ndugu yangu mkubwa. So mtumishi wa Mungu aliombea maji, akaniambia jaribu jinsi uwezavyo upate atumie ya maji, atakuwa na roho ya kuingia hapa. Nami kupitia na imani nilitafuta njia ya kuona ni vipi atafika hapa. Nilimpigia bibi yake simu, nikamuelezea. Akaniambia sasa niwachie nikafanye hiyo kazi. Kwa kweli sikuamini kama anaweza fika. Lakini kupitia kwa mwelekeo na maombezi na imani ya nyumba hii, kupitia kwa mtumishi wa Mungu, alitii. Praise the living God. Wakati walipofika kwetu, nikafanya vile ambavyo niliagizwa kupitia kwa maji. Wakati alirudi nyumbani, Mungu alitenda muujiza. Huo wakati hakuenda kufikiria tena kuwa na hamu ya kunywa pombe, ya kukula vitu walivyokuwa anakula. Kwa kweli nilikuwa namkuta dada yangu ambaye ni bibi yake, ninamwambia uko na roho sababu unaishi na maiti. Praise the living God. Anaweza shuhudia hapo karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ya ukweli mimi nimetoka mbali. Ukiishi nyumba moja na mrefu. Nikasimu sana. Lakini Mungu amenisaidia. Ninaona mkono wa Mungu kupitia kwa ya madhabahu
Sister yangu amenisaidia sana kwa maombi. Nashukuru Mungu kwa sababu tuko kwa roho sasa na yeye. Nikifikiria kitu na yeye napata nafikiria. Aninisaidia sana. Wakati tulitoka kwake, tuliingia huko kwa Boma. Ushirika ilikuwa huko, tukaomba, nikasikia yale maji nilimwagie. Kitu kingine kikaniambia hao wengine watashangaa unafanya nini? Lakini nilimwagia tu. Roho wa Mungu akaanza kufanya kazi kutoka hiyo siku. Hiyo roho ilimsaidia mpaka saa hii. Naona mkono wa Mungu umenisaidia, nimepata amani kwa roho yangu. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema, ukimtegemea mtafaulu katika jina la Yesu. Praise the living God. Wakati ndugu yangu alipofika nyumbani, nikauliza dada yangu, unaona hali iko aje? Akaniambia ni mtulivu. Hata wiki hii alienda kanisa. Nikamuuliza ukiona nikimwalika atakuja mahali na shiriki? Akaniambia fanya hivyo tuone vile itakuwa. Kwa kweli nilipomwalika aliitikia mwito. Alifika katika madhabahu haya. Wakati huo tulikuwa kwa tent. Bibi yake alimsindikisha. Na mtumishi wa Mungu alipeana unabii juu yake. Akasema kwamba nyama zake ni kama zimekarangwa na moto mkali. Eti kwa hivyo nyama zake zikiendelea hivyo zitakatika katika na hakuna maisha. Praise the living God. Sasa tangu wakati huo, wakati alisikia vile ambavyo mtumishi wa Mungu alipokuwa anaongea, yeye mwenyewe alikata kauli kutoka ndani yake. Na atatuambia ile kauli ambayo alikata kutoka ndani yake. Wacha ashuhudie. Nashukuru sana kwa sababu ya hii nafasi. Sister yangu ameelezea namna hiyo na bibi yangu. Mimi ndio naongeanga wenzangu huruma wengine kwa sababu hawatiliani maanani kwa mafundisho ya Sabbath Day. Mimi kanisa yenye nilikuwa natafuta ile ya kufundisha ukweli. Kufika hapa siku ya kwanza wakati nilialikwa, hata sister yangu nilimwambia kama nikipata hiyo kanisa, sio yule mwenye anafundisha ile mafundisho yenye nataka, nitatoka. Kama mtu sahihi akikwambia ukweli. Sasa wakati kama ni mwalimu alikuwa ananifundisha kitu, mimi namwambia hapo, hiyo kanisa sitakuja kwa sababu hiyo mafundisho nasikia ni ya urongo. Yaani anawacha anarudi kwa hapo. Lakini sasa hii Mungu wangu akanisaidia kufika hapa nikapata Sabbath Day. Nafundisha. Hata nilimwambia siku moja, nilimwambia mafundisho yako ndio inaniletanga hapa, sio vile na tafuta transport nafanya nini. Hata vile nimefuata bila niambia kulingana na maombi. Sasa hivi naona kama maisha yangu imebadilika. Sasa hivi niko salama. Praise the living God. Kwa kweli ndugu yangu ninapomwangalia kwa hali ya upendo, ninamwona ni kama baba yangu. Wakati huo mwingine nilikuwa namkuta hana hata mguu. Lakini sasa mkimwangalia ako ndani ya suti. Wakati wote hakuwa anasikiza bibi yake, lakini sasa hivi Mungu ni mwema, mahali wamefika amewasaidia, wanatembea katika roho moja. Praise the living God. Kwa hivyo mimi ninawasihi ndugu yangu, yaliyomo mahali hapa si machache. Utakaposikia mtumishi wa Mungu yale ambaye anafundisha, hautatoka bure. Utakapozingatia mafundisho, kwa kweli utainuliwa. Utakaponyenyekea, Yesu wetu asimame katika maisha yako, hakuna vile tena utaanguka. Hata chakula nilikuwa naomba siku hizi sio, ninalala kama mtoto mdogo. Siwazi kwa maana yake, sababu kila kitu anajitafutia. Ananipigia simu ananiambia, "Mami habari?" Lakini wakati huo mwingine alikuwa nipigie simu ananiambia nakutafuta nikumalize sababu watoto wangu wamelala njaa. Si Mungu wetu ni mzuri. Wacha tumpigie makofi. Amen. Ushuhuda wa pili. Wakati tulikuja hapa kwa kweli nimesimama na hii familia kwa wale ambao wanajua. Niliomba mtumishi wa Mungu aweke maombi kwa sababu house of testimonies we pursue by faith. Ili katika maombi mtoto alikuwa anafanya standard 8 apite mtihani apate scholarship. Amen. Kwa kweli alipoomba, mtaniruhusu kidogo nilete hiyo barua ambayo inaonyesha hiyo scholarship mtoto alipata. Simpigie Yesu makofi. Praise the living God.
Naweza somea ile shule alipata scholarship na sasa hivi mtoto anaendelea kusoma. Sina stress, ninalala kwa sababu ya imani ya nyumba hii. Bwana asifiwe. Mtoto alipata scholarship kwenda kwa shule inaitwa St. Mathias Mulumba Secondary School. Situmpe Yesu makofi. Praise the living God. Kwa hayo katika ushuhuda wa familia ndio hiyo ilikuwa, lakini nami niko na ushuhuda yangu mwenyewe ambayo nimeshuhudia katika hii nyumba. Kwa kweli tangu nilipoingia katika madhabahu haya hakukuwa na mahali pa kuingia na kuabudu. Tulikuwa tunafanya kwa kiwanja. Mungu akatubariki tukaingia kwa tent. Mungu ametuinua tumeingia kwa nyumba. Praise the living God. Lakini wakati wowote sikufa moyo, sababu nilijua yale ambayo yalikuwa katika nyumba hii. Uwepo wake uko katika nyumba hii. Amen. Nimeshinda nikijitolea kwa kuja kila wakati ninapohitajika. Kwa kweli katika maisha yangu na lika yangu sikuwa nimeenda out katika maisha yangu. Amen. Na yule ambaye ako na miaka yako atafikiria ajiulize out ni nini. Praise the living God. Lakini kupitia kwa madhabahu haya na neema ambayo mtumishi wake Servant David Mungu amemwaminia kupitia kwa maombi, praise the living God, mimi vile ndiko hivi ninaweza alikwa. Amen. Ninaweza alikwa kwenda out mahali pale ninatumia ndege. Amen. Wakati kama huu tarehe 6, tarehe 8 mwezi huu ninafaa kupatikana mahali panaitwa, hebu tusomee dada yangu. Bwana asifiwe. Amen. Amealikwa kuhudhuria graduation mahali panaitwa Urban Adventist Academy, inapatikana Washington. Washington. Washington ile huko St. Jude's ama? Hapana. Haiko Kenya. Lazima apande ndege. Alafu itakuwa Sunday June tarehe 8 kuanzia saa 4 asubuhi. Class of 2025. Subiri Yesu makofi. Ni majibu ya kujitolea katika nyumba ya Bwana. Amen. Hata barua yenyewe iko hapa. Tuwaonyesha. Barua ndio hii, letter of invitation for graduation ceremony. Na mwenye ametuma ako hapo, na unajua vile ni vigumu kualikwa na mtu mwenye ako huko. Mwenye amemtumia anatoka United States of America. Tumpige Yesu makofi. Akompaka na evidence. Yesu ni mwema kweli. Tumpe makofi tafadhali. Praise the living God. Kwa maana mnajua huwezi safiri na huko bila passport. Passport yangu ndio hii. Praise the living God. Mimi nimeona matunda kupitia kwa hii nyumba. Mimi nimeona furaha kupitia kwa hii nyumba. Wacha niwaambie wapendwa, hii ambayo inakuja yenye imeandikwa hii tarehe, huu mwezi, kwa kweli kuna mwenye tena alisema usijisumbue kuja kwa hiyo, ni muda mchache. Kuja kwa hii nyingine. Praise the living God. Kwa hivyo kuna nyingine inayoondoka mwezi wa 9. Na kwa vile tunajua neema ya nyumba hii ni mwezi wa 9, watakao safiri ni wengi. Amen. Ni kwa kujitolea, ni kwa kufanya kwa moyo mkunjufu, ni kwa kutii. Praise the living God. Utamuona baba yetu ni mdogo hapa, lakini yale ambayo anaelekeza, wewe achukue tu. Bila madharau, wewe achukue tu. Praise the living God. Ile neema iko ndani yake. Kwa kweli ukifungua moyo wako na ujitolee, bila kuweka mguu pande hii na mguu mwingine pande hii, uingie ndani, wewe utakunywa maziwa. Praise the living God. Praise the living God again. Mbarikiwe, na ninaomba wale wote ambao hawajajua madhabahu haya, wale wote ambao hawajajua House of Testimony inapatikana wapi, wanapoendelea kuangalia katika runinga, waje kwa haraka wasaidike kwa yale ambayo yako mioyoni mwao. Ni wakati wao. Mungu wetu ametuma mtumishi, amen, na kwa moyo safi
tunawapenda na Mungu akubariki mtumishi wa Mungu pamoja na familia yako, ukafundishe wengi. Amen. Mubarikiwe sana. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Kuna furaha kweli. Na sidhani kama mtanizidi. Okay. Nimesimama mbele zenu kupeana ushuhuda wa ambayo Mungu amenifanyia katika maisha yangu. Amekuwa mwaminifu. Mimi tangu nikuje hapa imekuwa mwezi wa pili ukisha. So niko karibu miezi 3 and 3 months old in this house. But I can testify of the goodness of the Lord in my life. Huyo Mungu amenitendea maajabu. Siku moja, it was on a Thursday. Jioni hivi mtoto wangu akawa anahisi vibaya. Tukawa tumempatia painkillers, tukampatia dawa zile tuliandikiwa na daktari. Hiyo joto haikuwa inapungua. So nikasema, sababu ninamwabudu Mungu anayeishi, wacha nifanye nini? Wacha nitumie maji ambayo mtumishi anatuombea hapa mbele. Nikachukua yale maji, nikampa mtoto wangu, nikasema let there be light in the name of Jesus. Na hakika mtoto wangu alipona, joto iliisha, na ninamshukuru Mungu maana alikuwa mwaminifu kwangu. Alitenda vile ambavyo singeweza mimi peke yangu. Tumpe Yesu makofi. Ushuhuda wa pili kama mnakumbuka last Sunday tukiwa hapa, dada akiwa ameletewa miwa alisema nani anataka miwa? Kuna wale waliinua mkono. Akasema sasa kama unataka miwa njooni Wednesday nitawapa miwa. So nikiwa nyumbani nikasema ni kipi nitamfanyia Mungu Wednesday? Nitawacha kweli mtu mwingine alete miwa achukue baraka? Nikasema hapana. Nikaenda shambani nikachuna miwa nikaleta. Na kwa bahati ikapatikana kwamba ni mimi tu nimeleta hiyo siku. Kila mtu akapewa, akakula. Kila mtu akiwa anakula nikasema Mungu, tafadhali fungua njia. Sijui ni nini utafanya lakini ninajua kwamba utatenda. Ikafika Thursday asubuhi, hiyo miwa tuko na miwa kwa shamba yetu mingi sana. So previously ilikuwa tumepiga simu watu wakuje kuchukua miwa, mtu anakudanganya na kuja, hakuji. Thursday asubuhi bila hata kupigia mtu simu, mtu akakuja akasema babangu ni mwalimu, nimekuja leo hii. Nilikuwa ninapita lakini nimefika kwako nikasema wacha nikuje ninunue miwa na niende zangu nipeleke Mombasa. Hivyo tu ndio mtu aliingia kwa shamba wakachuna miwa na pesa tukapewa na tunamshukuru kwa hayo. So mimi kitu ninaweza waambia wapendwa, kwa kile kidogo ulicho nacho, mjaribu tu Mungu. Maana Mungu anasema nijaribu na nitaonyesha makubwa. Sawa sawa? Hata niko na evidence ya kuonyesha kwamba hivi tu. Na tulisema hapa tunakuja na evidence. Amen. Ndio hii. Simpigie Yesu makofi tafadhali. Amen. Wacha Mungu awabariki na awajibu haja za mioyo yenu. Sawa sawa? Asante. Praise the living God.